Shule za Goma kushiriki mashindano ya drama festival ambayo yanafanyika upande wa kaunti ya Nakuru baada ya wasichana wa shule ya upili ya Butere kukataa kushiriki kwenye mashindano haya kwa sababu ambazo nitakueleza. Baada ya hao wanafunzi wa shule ya upili ya Butere Girls kugoma kushiriki kwenye mashindano ya drama festivals, waliondoka mahala ambapo mchezo huu ulikuwa unafanyikia, huku wakiandamana barabarani, wananchi wakiimba Ruto must go. Please kindly subscribe niwaeleze kwa undani details ambazo ziliweza kufanya wasichana hawa wa Butere Girls kukataa kushiriki mashindano haya ya drama festival. Number 2, ninaomba vile nikueleze ni kwa nini mashule mengine yameweza kukataa kushiriki mashindano ya Butere Girls, yani mashindano ya drama festivals, mpaka Butere Girls wapewe nafasi. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Ukipiga subscription utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1 cha Kenyan Media. Karibu tusonge mbele. Wakenya wengi walikuwa wanasubiri shule ya upili ya wasichana ya Butere Girls iweze kushiriki kwenye mashindano ya drama festivals upande wa Nakuru County. Wasichana hawa wa shule ya upili ya Butere walikuwa wameandaa play nzuri sana ambayo inaelezea mateso ambayo wananchi tunapitia, mateso ambayo Wakenya wanapitia, huku serikali ikiwa imepuuzilia mbali kuwasikiliza wananchi. Lakini baada ya serikali kuweza kugundua kwamba ule mchezo ambao wanafunzi hawa walikuwa nao unawakejeli, wakaanza kuwakandamiza na kuwanyanyasa wanafunzi hawa. So, mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo nimekueleza, wasichana hawa wa Butere walikataa kushiriki. Kwa nini? Walikuwa wanapaswa kuweza kushiriki zoezi lao mwendo wa saa 2 asubuhi siku ya Alhamisi tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025. Wanafunzi hawa waliweza kukataa kushiriki baada ya kuweza kunyimwa kitu ambacho kinaitwa public address system, yani vyombo vya kupasha sauti. Na wanafunzi hao waliweza kufika kwa stage, badala ya kuperform wakaimba wimbo wa taifa, wakaanguka chini na wakaanza kulia. Vile kitu kingine ambacho kiliweza kusababisha wanafunzi hawa wa Butere Girls kususia kushiriki kwenye zoezi hili, wanasema kwamba walinyimwa public address system. Number 2, they lacked an audience to listen to their play. Serikali iliweza kuzuia watu kuingia ndani ya hall kusikiliza na kuangalia ile play, ule mchezo, yale maigizo ya wasichana wa Butere Girls. You know, sometimes itakuwa ni vibaya sana mtu kama mimi nikiwaeleza haya alafu ukute kwamba hakuna mtu mwenye ananisikiliza. Hata mimi itanidemoralize, yani itanifanya niweze kukufa moyo. The same way hawa wanafunzi walikuwa na kitu kizuri, lakini walipofika pale ndani wakapata tu ni wale ambao wanawawekea marks. Hapa kukwepo na mashule mengine kuweza kuangalia, hapa kukwepo na audience kuweza kuangalia, kuwawekea marks. Vile wanafunzi hawa walisikika wakiandamana wakisema kwamba they want their directors
Directors unajua ni kama vile watu kama vile Cleophas Malala. Cleophas Malala was the script writer and the director. Yeye ndiye alikuwa anawaambia ikifika hapa mnafaa kulia. Ikifika hapa tunataka kusikia tear gas ikirushwa. Mnanisikiliza wapenzi watazamaji? Vile vile wanafunzi hao wanasema kwamba over the past 3 weeks hawajawahi fanya rehearsal. So walikuwa wanapaswa kuweza kufanya rehearsal siku ya Jumatano, ila serikali ikaweza kuwanyima nafasi. Hii play ya Echoes of War imekuwa ikipendwa, ama over the past 1 week imeweza kupendwa na wananchi kwa sababu inalandana na yale matamanio ambayo Gen Zs waliweza kutaka yaweze kubadilishwa, yaweze kutekelezwa katika taifa letu la Kenya, kama vile kumaliza ufisadi, kumaliza corruption pamoja na mambo mengine. So baada ya hao wanafunzi wa Butere Girls kususia kushiriki ile zoezi, walitoka pale ndani wakaingia kwa barabara. Watu ambao walikuwa wanawasubiri nje ya barabara wakaanza kuimba Ruto must go. Kutoka hapo wanafunzi wakaingia kwa barabara wakaanza kuandamana wakisema kwamba they need their directors. These are girls from Butere Girls. The actors in the play. Habari zenu? Nini imefanyika huko ndani? Mimi naitwa Ruth. Okay. Musiende mbali na wengine, mkae pamoja for your safety. Nini imefanyika huko ndani? We can't refuse him. We want our director. We want our director. We want to perform. It is our right to perform. Can you please tell us what has happened inside there? Can you please tell us what has happened inside there? We were harassed by the police. What did they tell you? They took us to stage with nothing. 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 So when you got in there, National anthem, and we said we are not performing. Yes. Without our rights. We are just mere high school children. What is happening? We're not even barely 16. We want our director. No, where's Mr. Cleophas? Where's Mr. Cleophas? 3 weeks without Mr. Cleophas. We want Mr. We are not going back to Butere. the girls are running. I don't know where they're going. Guys! The girls are running. The girls are running. I don't know what's happening. This is the situation as it stands. This is a school bus escorted by police, armed police officers, escorting girls
Can you please tell us what has happened inside there? Can you please tell us what has happened inside there? They took us to stage, we were harassed by the police. Yes, they took us to stage with nothing. Nothing. We sang our national anthem and we said we are not performing. Yes, without our rights. We are just mere That's our rights. What is happening? What is happening? We cannot want our performance. We haven't any one of us, because we are like the other children. We also have a right. Tumetoka nje, tumekuja huku, tunajaribu kuonyesha what is in our minds, how we truly feel. The police wanaanza kutupa tear gas, wana to attack, like really? Is that how you treat children? This is traumatizing. We have kids at home. Traumatizing. How to feel? How to live? Our parents are worried. Our parents are worried. Some of our cast tumetoka wamebaki sasa tunapeleka wapi na hatuna dereva. What is that? They're not here. The bus is leaving without them. How are we supposed to get to school? Just come in, please come in. To be punished. Some of our cast are on the road somewhere, and our bus is going. We don't know. How are we supposed to? Where are we even going? We don't even know where we're just moving. We don't know where we're going. Where are the rest of our cast? How are we supposed to move as half a group? We move as one. We move as because we are a family. Some of you guys are missing. We are not missing. They are not missing. Wamebaki nyuma, bus inaenda mbele. Don't misquote us, please. They are not missing. They are not missing. Wako kwa venue. But mbona tunaenda bila wao? Why? Mbona basi sisimame wakuje tuende? If they don't want us here, watubebe sote tuende. Why are we leaving as a quarter, a group, not even half? This is it. How was the state? How was the... Cha kushangaza zaidi, maafisa wa polisi wameamua hata kupiga tear gas wanafunzi wa shule ya upili ya Butere Girls ambao walikuwa wanaandamana wakisema kwamba they need their directors. Are we in Kenya or are we in Uganda? Are we in Kenya or are we in Ghana? Are we in Kenya or we are in a banana country? Baka wanafunzi mnawapiga tear gas. This is a cursed regime. Relax, relax. Hatuwataka kuwadanganya askari. Watumika vibaya sana. Watumika vibaya sana. Oya! Oya!
Fungua dirisha. Fungua sema. Imani ingia. Jinsi ambavyo mumeweza kusikia hao wanadada walikuwa wanalia kwamba hapakuwepo na audience public address, hawakuweza kuruhusiwa kutumia costumes. Akina nani ambao hawajaweza kuelewa costumes ni waeleze. Costumes ni yale mavazi ambayo waigizaji wanavaa. Mfano, kama ni drama kuna costumes. Kama ni wacheza mpira wa kandanda, zile uniforms ambazo wanavaa, those are the costumes. So wanafunzi hawa waliweza kunyima nafasi ya kujiandaa. Baada ya Butere Girls kuweza kujiondoa kwa hili shindano, mashule mengine yaliweza kusikika yakisema kwamba no Butere, no drama. No Butere, no drama. Na hivyo basi mashule haya yakaweza kususia, wakasema kwamba hawataweza kushiriki zoezi la drama mpaka Butere Girls wameweza kurudishwa, wameperform na wao waweze kuperform. Huu ndio tunaita umoja. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Huu ndio tunaita umoja. Girls are running away. We don't know where they're going. No drama. 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 No Nikimalizia wapenzi watazamaji, I think literature, fasihi ni kioo cha jamii. Wacha niweze kuwafunza. Unajua, kama si kazi ya wanahabari, mimi ningekuwa mwalimu wa Kiswahili. Wacha niweze kuwafunza. Fasihi ama ukipenda literature ni kioo cha jamii. Kazi ya fasihi ni kuangalia yale ambayo yanatendeka kwa jamii. Ukishaangalia yale ambayo yanatendeka kwa jamii, unayaonyesha na sasa. You put them together. You showcase the entire country what is happening. Yaweze ikawa ni polisi wanamwaga pombe, wanafunzi wanaweza wakaigiza, wawaeleza wananchi ubaya wa kutumia pombe.
Hiyo ndio inaitwa fasihi. Hii inaitwa fasihi simulizi. Na fasihi andishi ni ile ambayo unaandika chini. Unaweza ukachukua kitabu na kalamu uandike sasa, Gen Z wanataka hivi, students wanataka hivi, Wakenya wanataka ushuru uweze kupunguzwa. Lakini sasa fasihi simulizi ni pale ambapo unawaelezea wananchi. Not unless President Ruto hakupitia kwa shule. President kipindi ambapo alipitia shuleni alijua kabisa fasihi ni kioo cha jamii, na hao watoto walikuwa wameangazia yale ambayo yanatendeka kwa jamii. That is it. I think kipindi chetu 2017 tuliweza kuunda play ambayo ilikuwa ni kuhamasisha jamii wasitumie kitu ambacho kinaitwa pombe haramu. Wengine wakaakti kama polisi wakimwaga pombe, tukachonga miti ambayo ilikuwa kama bunduki. Unajua ukileta mbao unaweza ukachonga kama bunduki, wameweka hapa. Wengine wanaakti kama chief, wanawahamasisha wananchi wasitumie pombe za kulevya. Kipindi hicho mbona hatukufukuzwa? Kwa sababu gani? Ilikuwa inahamasisha jamii. The same way hii play ya Butere Girls ilikuwa inaonyesha maovu ambayo Wakenya tunapitia. Kwa hivyo basi, kama serikali ilikuwa imekataa kuwasikiliza wananchi, ilikuwa inapaswa kuweza kuwasikiliza wanafunzi, na wanafunzi walikuwa naelezea yale maovu ambayo wananchi wanapitia, angalau serikali iweze kuwasikiliza. Sasa serikali imeweza kuua talanta ya wananchi. Serikali imeweza kuua talanta ya watoto. Wacha niweze, hata sisi, si mnajua Eric Omondi? Si mnajua Eric Omondi? Eric Omondi anafanya ni kazi gani? Ya kuigiza. Eric Omondi alianza kuigiza akiwa shule, akiwa anasoma Kisumu Boys. Kama angezuiliwa asije akaigiza hii talanta yake ambayo sasa hivi anatumia kupata pesa ya kuigiza, anafanya advertisement, hangekuwa amefika hapa kama serikali kipindi hicho ingeua talanta yake. Wanafunzi hawa ambao wanaigiza hapa, these are the real citizens of tomorrow. Wakimaliza shule watahitaji mahala ambapo watakuwa wanashikilia kupokea kitu kidogo. Sasa hivi hakuna kazi, maigizo ndiyo yanalipa. Akina nani wanaangalia vipindi hapa? Angalia YouTube, angalia kwenye televisheni mbalimbali, kuna vipindi tofauti tofauti. Wale waigizaji wa vile vipindi walianzia shuleni. Nani anakumbuka kipindi cha Maria? Kuna kipindi kingine ambacho kinakuwa aired na Citizen. Wale waigizaji walianzia shuleni. Serikali ikianza kuuzia wanafunzi uoga, itafanya wanafunzi waache kuonyeshana ni kipi ambacho kinaendelea kwenye jamii. Ladies and gentlemen, kama kile kipindi cha Maria ilikuwa ni kipindi ambacho kilikuwa kinaonyeshana yani mambo ambayo watoto wa mtaa chokoras wanapitia, mbona kipindi hicho serikali haikuzuia? We must come out of this dictatorship. See you in the next video. God bless you. Asanteni sana.